Nilikuuliza swali mwanzoni kwamba kwa yule ambaye ndo mara yake ya kwanza na kutazama, kazi zipi ambazo umeshawahi kupita? Umenitajia familia ya Klamu kwa maana kwamba umefanya kazi kwa Klamu, umefanya kazi kwa Sanda, umefanya kazi kwa Manager Kakoso. Watu wale ambao wametoka kwa Klamu, lakini nikaja nikakuuliza swali kwa sasa hivi kazi gani ambayo the best 5? Sijaona familia yote ya Klamu. Kwanza Klamu hujamweka, Sanda hujaweka, kazi ambazo tayari umeshiriki. Na hisi swali langu shalelewa hapa. Kuna nini ambacho wewe imekufanya wale waone kama vile ni kweli hawana ubora huo ndio maana hujawaweka kama kuna swali lako umeniuliza series ambazo zinafanya kwa sasa. Sawa. Usitaje series ambazo mimi nishahusika. Sasa hivi kuna Love Me Again ya Sanda. Huenda kwa hujaiona yao inafanya vizuri. Tuna Klamu na Big Boss ambayo sasa hivi episode yake ya pili hiyo ina shida. Episode yake ya pili na maana kwenye laki zinaenda vizuri. Na hisi imecha jana sio. Hujamweka Klamu, mmoja kati ya watu ambao ushafanya nao kazi, uamini uwezo wake. Anafanya vizuri sana. Mtaja. Lakini umesema kwa sasa Big Boss ndio episode ya pili, yani hawezi kaipa yani episode ya 10 na ngapi unaweza kusema bro. Sema vizuri. Klamu ni miongoni mwa watu ambao wamefanya YouTube imetazamika kwenye upande wa movie. Role model wa watu wengi. Naheshimu hicho kitu. Lakini kwa sasa ni nani ambaye anafanya vizuri? Umeniambia series zinazofanya vizuri ambazo ukitazama na unaona Big Boss ndio kwanza toka episode ya pili. Umeelewa vizuri? Kwa Sandra yuko na Love Me Again. Love Me Again tunaiangalia sasa kwenye mfumo upi? Lazima ni ukishaleta ushindanishwaji tusiweke udugu au urafiki kwa sababu mimi wewe ni mshikaji mimi ndo nitasema cha kwako. Hapana, tunazungumza vitu ambavyo vinafanya vizuri kweli. Na siku zote watu wapende kukubali ukweli. Mimi nimesema hivi, wale ni wanangu, ni marafiki zangu na tunasema kila kitu na muda tunafanya vitu vyetu. Lakini umeshaniambia vitu vinavyofanya vizuri kwa sasa ambavyo hata mimi naviangalia, nachukua vitu ni hivyo. Sina changamoto yoyote na ndugu zangu. Siku kadhaa zilizopita kama sio 5 au 6 nataka tusalie hapo kwa Klamu. Alifanya mahojiano kunako moja ya TV station. Aliulizwa swali kuhusiana na hawa YouTuber sasa hivi. Akasema wote ambao wanafanya yeye ndo icon wao. Kwa maana kwamba hata wewe kwa sababu ni unavaa hiyo kofia director, wengi mnamtazama yeye. Natamani nifahamu ile kauli kama ulisikia, kama yes kwamba ilikuumiza kiasi gani. Kama hujaisikia ndo nimekwambia sasa. Klamu ndiye mtu ambaye ninyi wote mnafanya. Wewe IRM Production unafanya kumuiga Klamu. Donta TV nazungumzia mwanangu Kevin anafanya kumuiga Klamu. Chado Master anafanya kumuiga Klamu. Tukienda kwa Pasali mwenyewe anafanya kumuiga Klamu. Ana thamani hiyo. Klamu ni ana ukubwa huo kiasi kwamba ninyi wote mnasema kwamba yule ni mtu ambaye tunamtazama. labda yule ulimuelewa vibaya. Yaani kusema kwamba yeye anaangaliwa hata nchi hii kuna muasisi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sitamwita baba wa taifa. Ukiacha hivyo tukienda kwenye music kuna watu wana P-Funk wanaitwa Godfather. Ni maproducer ambao wanafanya vitu vizuri. Sasa hivi kuna watu wanafanya kina Stukizi wakina nani wanafanya vizuri. Klamu ni mtu ambaye ameifanya filamu ikatazamika YouTube. Sio kama zilikuwa zifanyike, zilikuwa zinafanyika. Mbona ukifuatilia kuna pages zilikuwa zinaposti YouTube kitambo kabla yake, zilikuwa zinafanya vizuri. Lakini alipokuja kubadilisha mfumo wa filamu kutoka kwenye zile clip kwamba mbona movie inawezekanika series kwa mfumo hasa kwenye mfumo wa series. Yeye simuelewa vizuri na ukisema kama ni yeye ndio alifanya hivyo kutoa hiyo appreciate kwamba au shout kwamba yes Klamu alifanya hichi kitu, watu wengine wakafuata. Walivyofuata ni yeye namba 1 kwamba ndo alianzisha kitu. Kwa watu wote wakafuata. Ni kweli. Kwa sababu ukiniambia mimi nimeiga, mimi ni mfanya biashara. Mimi nilikuwa pale sana wa TV. Lakini nimeona kuna fursa YouTube, lakini nimekuta watu wanaofanya vizuri miongoni mwa watu ni Klamu. Okay, Klamu anafanya nini? Lazima tukaangalie kwa nini watu wamependa anafanya vizuri. Na ukiacha Klamu anafanya vizuri kwenye numbers YouTube lakini anafanya vizuri pia mtaani. Lazima ukaangalie wanafanya nini wenzetu. Sio Klamu tu, kuna kina Baba Asma. Ukiacha Baba Asma kuna kina Baba Joani. Ukifuatilia historia huko nyuma huko unaambiwa Baba Joani ndio mtu wa kwanza kufanya hivyo vitu vya YouTube mpaka kuna muda fulani mambo yakaenda tofauti na akarudi. Kwa anaitwa Timua. Huyo unaambiwa ndo amefanya vitu vikubwa, alikuwa baba wa watu wengi yule pia.
Umeona vizuri. Lakini Clam anakuja kusalia kwenye kufanya kwa sababu watu wengi walikuwa wanafanya viklipu, thumbnails wanaweka vitu fulani vile ambavyo vilikuwa na maadili ambayo sio mazuri walikuwa wanafanya. Lakini alikuja kubadilisha mfumo wa kufanya film. Umeona vizuri, na watu wakafuatilia na watu wote wakasema kumbe filamu zinawezekana kuwekeka huko zinaenda hivyo. Kwa hiyo kujiweka hilo daraja siwezi kusema kwamba ni makosa, yupo sawa. Yes, kwa sababu watu wengi wanamwangalia yeye na pia Mungu alimpa bahati ya yeye kwenda juu, kwenda viral, akawa ndo YouTuber wa kwanza katika upande wa movie mwenye subscriber wengi, anafanya vizuri. Ndio maana nakwambia kwamba anapata milioni 100 kima cha chini 120 kwa mwezi. Sio vizuri. Wenda kwa iko sahihi. Wenda. Japo kuna ukakasi kidogo, hilo neno alisema madogo. Asema madogo wengi wanafanya YouTube wanaiga kwangu. Hajatumia kama mama, nikasema neno madogo. Akasema jamaa zangu mimi naitwa madogo kweli? Anavimba kijana kisa pesa. Kuna madogo hapo, labda unamwangalia madogo wapi sasa? Angekuwa anaorozesha kuna madogo. Madogo sio hapo wengi. Amesema basi madogo. Hajataja jina. Akasema na labuku dogo. Hapana, hajasema fanya madogo, hapana. Ila ni mtu ambaye ni icon, ambaye hata sisi ma YouTuber, mimi binafsi tusizungumzie ma YouTuber wengine. Mimi binafsi ni mtu ambaye naangalia pia kazi zake, naangalia kwa nini alifanya hivi vizuri. Yes. Na mtu pia nishokaa naye nikazungumza naye pia mara matatu, akaniambia watu wengi wanafanya hizi za issue za YouTube hawajui YouTube vizuri. Yaani unaingia kwenye biashara ambao hauijui, kwa lazima ukae chini uijue biashara ndio ufanikishe vizuri. Mimi nishapata nafasi hata kuzungumza naye vitu hivyo, akanielezea namna hiyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye, kwa nini nisiseme kwamba ni mtu ambaye hata mimi nimejifunza vitu kutoka kwake. Nimejifunza. Yeah. Moja kati ya comment ambayo nilishawahi kukutana nayo kwenye kazi yako ya Genge, mtu anasema kwamba hivi ambavyo unaigiza hivi tulitarajia tukuone kwa Clam Vevo. Bila shaka ulishawahi kupita kwa Clam, ulishawahi kuona kazi zako kadhaa. Ana Big Boss muda huu. Unaona kweli nafasi yako ilikuwepo ama ukaribu gani upo wewe na Clam? Ni mwanao, mnazungumza mara kwa mara ama? Hapana, mimi Clam sio mwanangu. Hatuna ushikaji. Yaani hatuna ushikaji zaidi kwamba kazi fanyika. Kazi nimeitwa nimefanya, yani hatuna ushikaji huo tunafanya. Na mimi hizo comment nimeziona kwamba mbona huu kabisa kwenye Big Boss na sio huyo sio Clam tu. Shatokea mpaka kuna Butu alikuwa na post trailer yake kwenye Butu Maginga. Alikuwa na post, kuna mashabiki wakamfuata, hapa nitakuwepo aje na Labuku hapa, Mr. Kaida aje kuoa. Ni kweli alinifuata, akaniambia bana comment zako hizo watu wanakutaka. Nikamwambia poa, njoo tuwe. Tukaua Lakini pia hata hizo comment nimeziona watu wananiambia na style kwa sema Big Boss. Hivyo mimi ni msanii, siwezi kumpangia director au siwezi kupangia mnaona. Natakiwa kwa jambo lenu, kama wao wataona nafasi yangu ipo, mimi nachapa mtambo. Yaani mimi ukiniita kuchapa mtambo, nachapa mtambo na maisha yanaenda. Maybe nafasi ipo. Wewe unaona nafasi yako kama ukiingia kuna kitu unaenda kubadilisha pale? Mimi actor. Afu nishakwambia mimi ni complete actor. Naweza kufanya kitu kikubwa. Neno machache kwenye kazi mpya ya Big Boss, unaiona ni kazi ya design gani? Aina ya mtunzi, aina ya director, aina ya cast ambazo zipo kwenye ile kazi yote kwa ujumla. Imekukosha? Kazi nzuri. Kazi nzuri. Unajua watu wengi waliweka matazamio tofauti na ambavyo ilivyochelewa. Big Boss itakujeje na alikuwa ameshaanza kutease kwamba yuko wapi, nchi hivyo. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wameweka attention ile bangi atakuwa anza hapa na huko Faransa na vurugu hivyo. Yaani ilivyoanza imeanza chini, lakini ni series ambayo iko vizuri na wamefanya kwa nafasi kubwa. Lakini pia usahau kwamba Clam ndio producer ambaye movie yake yani anaweka YouTube, lakini anashoot South, anashoot Faransa, anashoot wapi? Anatumia gharama anaweka. So mao yake pia apewe. Jambo lake liko vizuri. Sawa. Kuna muda kama ulikuwa umemgusa Baba Asma hapo, nikasema nikuulize na wewe kwa sababu upo kwenye kiwanda hiki cha kazi za YouTube. Alishifti kutoka kwenye YouTube kwenda kwenye app, Dunia TV app. Binafsi ulishawahi kuwaza na wewe kuwa na IRM Production kama sikosei ni app? Yeah. Yani hakuna producer asiyewaza biashara, asiyewaza mafanikio. Hizi kazi tunazitumia kwa gharama kubwa sana. Ni vile tu watu tushazoea kuwapo kwa namna hiyo yani tuseme hivi, tunataka tumie lugha fulani vizuri yani ya urahisi. Lugha nzuri ya urahisi, wanaona ile ni sawa, lakini mimi pia nishakuwaza hicho. Baba Asma ambacho alikifanya ni kikubwa sana. Kutengeneza Dunia hapo ni kitu kikubwa sana. Na ni vile tu nchi yetu bado haijaenda kwenye mifumo ya kubadilika. Ndio maana kwamba Bongo Movie ilikufa.
wale ma DVD ma CD ilivyokufa ni kweli Bongo Movie kama vile ilipotea, lakini tungeweza ku upgrade na mfumo kama huu kwenye flash na nini, Bongo Movie maybe mpaka leo ingekuepo. Kubadilisha kwenye mfumo wa hizi ma YouTube tunaenda kwenye app ni kuweza kumsaidia pia producer na wasanii pia waweze kupata chochote kitu. Kwa sababu mwisho wa siku tunaweza kuwa na namba nyingi lakini hatuna ambacho tunakipata. Namba zinakuwa ni nyingi, maybe pia hata CPM yako ni ndogo na kuangalia ni watu wako tu ndani upati pesa nyingi, lakini uwekezaji wa kazi ni mkubwa. Kwa hiyo alichokifanya Baba Asma alikuwa yuko sawa na mimi tu nimpongeza alichokifanya, lakini pia niendelee kumtia moyo kwamba matarajio ambayo aliplani yawe haya, naona kwa asilimia kubwa hayajawa vile ambavyo alipanga. Watu wamekuwa tena wanaenda wanaziiba kule, wana screen recorder, wakishamaliza wanaziposti tena, inakuwa ni hasara kwake. Lakini wazo lilikuwa ni zuri sana, na Watanzania au viewers ambao walikuwa wanaangalia walitakiwa kusupport. Shilingi 3000 kuangalia series pendwa si kitu kikubwa. Yani si kitu kikubwa kama unataka kusupport msanii akue pia hata kiuchumi. Tubadilike na sisi, tushuti vizuri, tuwalipe wasanii vizuri na majambo yaweze kwenda. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo kubwa na zuri, hata mimi pia na mawazo hayo, lakini sasa ndo naangalia vizuri tena hivyo. Lakini pia nitoe wito kwa watu ambao wanaweza kutengeneza application kubwa ambayo inaweza kuweza kuchukua combine movie zote. Umeona the same una like in Netflix. Umeona ukilipia labda maybe 10,000 Netflix una full package. Utapakua huyu, utapakua. Na nadhani pia hii imekuwa niangalie 3000 kwa series moja tu kwa mwezi, lakini kwa mwezi series moja tu anaiona nyingi hiyo, anaiona nyingi sana. Labda shazoea kitia buku lake atapita kwenye Genge, atapita Dunia, atapita Big Boss, atapita Mkoba wa Mama, ataangalia kwa buku lake. Sio vizuri, lakini kwa mwezi 30,000 hiyo. Sio vizuri. Lakini ameshinda kutoa shilingi 3000 kuangalia jambo moja. Yani kaona kama kile anatumia hela nyingi vile, lakini ni kwa sababu tu nimehesabu tu hajachanganywa, yani hajachanganua vizuri namna hiyo. Lakini Baba Asma kafanya jambo kubwa sana. Baba Asma kafanya jambo kubwa. Tulijaribu kuzungumza naye mara kadhaa kuhusiana na huko kubadilika kutoka kwenye YouTube kwenda kwenye hapo. Alisema YouTube haina pesa hiyo kama watu ambao wanazungumzia. Wasanii kampeni mnakuwa mpo wengi sana kiasi kwamba kila mtu useme umpe hela fulani ambayo yenye kukidhi, pesa haiwezi kutosha. Ndio sababu ya msingi amemfanya yeye aende kwenye hapo au wao waende kwenye hapo. Mashabiki kama waliumia hivi, kama hivyo ambavyo umesema mtu anaona hela nyingi. Lakini tukirudi nyuma kwa Clamo, anasema anatoa hadi kwenye milioni 20, milioni 100 kwa mwezi. Anasema tangu anza YouTube sio kama anapata sio bilioni ngapi sijui. Watu wanajawa ukakasi. Wanasema kama uliona kwamba YouTube haina pesa, kwa nini uliamua ufanye? Au mbona wenzenu wanapata? Ukweli upoje? Wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanahudumu kwenye kiwanda cha YouTube hiki. Nani mkweli hapa? Baba Asma anatuongopea ama Clamo ndio ipo sahihi? No comment. No comment. Hakuna biashara ambayo haina hela. Hakuna biashara ambayo haina hela. Ila hizo hela je zinakizi? Yaani hakuna biashara ambayo ukifanya biashara ikose hasara, ikose faida. Hakuna. Lakini je kinakizi? Kwa hiyo swali la mwisho sasa kwa Baba Asma. Baadaye sasa akabadilika kama ulivyosema, waromba watu wakajaribu kufuja, wakaanza kusikiliza rekodi na wanapost kwao, wakasema bwana la msingi sasa hivi itabidi turudi tena kule YouTube. Kama alifeli hivi kutoka kwenye hapo, kutoka kwenye TV kwenda kwenye hapo, baadaye amerudi, tusemeje? Alishinda kushikilia bomba? Kwa sababu mwanzoni unapokuwa unatengeneza njia, manake lazima wale wa mwanzoni waumie ili ninyi wengine mmoja moteleze. Tusemeje hapa? Baba Asma alishinda kushikilia bomba ama tafsiri yake nini? Wewe unaitazama vipi? Katoka YouTube kaenda hapo karudi tena huku. Kwanza Baba Asma hajafeli. Lakini pia kwenye maisha kwa mbuzi wa kafara. Yani sio mpango, sio mpango. Sio mpango. Ungeweza kwa hivyo? Mbuzi wa kafara kwenye maisha yangu nimeshakataa. Mbuzi wa kafara nimeshakataa, lakini hajafeli, alitengeneza njia ambayo maybe angeitengeneza pia watu wengine wangenufaika kwa kutengeneza na wenyewe hapo zao. Lakini kuna namna tu ambavyo ya mapokeo ya mashabiki hayakwenda kama vile alivyotarajia. Lakini ukiacha hivyo, watu waliiba. Yaani watu wasingekuwa wanaiba dunia, wanaweza kuirekodi kula kwa iposti, watu wangeifuata dunia hata kama sio kwa namba hizo ambazo alikuwa anapata, ila
watu wangefuata. Lakini sasa unakuta unaweka watu wanaiba na posti, unapata hasara. Sasa kuna yani kuna haja gani upate hasara? Si bora urudishie huku na penye ukote. Unaokota kwenye hapo na unaokota na huku, kuliko kuachia watu wengine waende wakanufaike kupitia jasho lako ambalo unavuja asubuhi, unavuja mchana, unavuja usiku kuhakikisha kwamba mambo yanakaa sawa. Kwa kufeli namna tu ambavyo watu walivyokuwa naiba majangili akamwona kurudisha huku kusema mambo yaweze kwenda vizuri. Sawa, naomba nikuulize kama kiongozi, kama mkurugenzi wa jina lako refu mzee wangu? IRM Production. Unapata maumivu kiasi gani ukiwa na msanii wako ambaye umemlea kuanzia mwanzo, hasa wale ambao walikuwa hawana sanaa? Umemchukua mtu umemtrain, baadaye akawa msanii, akawa anakuja mwisho siku akawa na jina, watu tunamfahamu ama jamii inamfahamu. Alafu baadaye sasa anaondoka kwako. Anaenda kusema kwamba tulikuwa tunakula ugali na nyanya chungu, sometimes tulikuwa tunalala njaa. Mwingine anasema kwamba mimi nimefanya kazi fulani nilikuwa silipwi. Kazi ambayo sisi watazamaji tukitazama tunasema pale hakuna kazi moja ya kosi 5 milioni. Ni maumivu kiasi gani wewe unayapata kama kiongozi kuona sasa siri za kambi zinaenda kutolewa nje? Kwanza binadamu wameambiwa kusema. Watu wale ambao ni Yesu wakamponda, wakamtia misumari, wakamweka msalabani. Huyu mtume wa Mwenyezi Mungu, kiumbe, yani huyu ndio mbora wa viumbe vyote, watu wakumuelewa vurugumai, sielewi vizuri. Ukishagundua hicho kitu kwenye maisha, kila kitu utafanya kwa kiasi. Kila kitu utakifanya kwa kiasi kwenye maisha. Mimi ni miongoni mwa watu pia nilikuwa naumia hivyo vitu. Kisikia mtu yani unaweza kama umejitoa kwenye kila kitu. Kwa mfano, mimi kuna kipindi nilikuwa nafanya kazi na watu mpaka hela za watoto wao za sikukuu na hapa mimi mbashika nampa shika, lakini bado washe kuondoka wakanisema vibaya. Mimi na shehe wangu nataka nikapige dua, sielewi director. Unaamini kupiga dua utakaa vizuri? Shilingi ngapi? 45. Shika nenda. Sema la vizuri. Yaani mtu paka mtu vitu vyake vya ndani anakupa personal. Kuna vitu vyangu nataka nikafanya hiki na hiki na hiki. Sawa, shika. Lakini kwa hiki ambacho kimetokea kwa ndugu yako, naweza nikasema kama director mwenzako, kama mkurugenzi mwenzako Chado Master, vijana wake kadhaa walikuwepo kwake, mwisho wa siku wametoka, wamezungumzwa mengi. Nilikuwa nalipo laki, mwingine nilikuwa selipu, mwingine nilikuwa nalishwa nyanya chungu. Naomba usimame kama director, pia naomba usimame kama msanii. Jaribu kuvaa vile viatu ambavyo hata wewe wakati unaitafuta sanaa hiyo ulishaye kupitia mauchungu. Unasimama upande wa nani? Kwa huyu msanii ambaye anafanyishwa kazi pasi na kulipwa, pasi na kugewa mkataba, au unasimama na director? Kwa hiki ambacho kimetokea, labda unasimama na Chado ama unasimama na mzee wa misumari na Cheusi? No comment. No comment. Nyundo, no comment. Siwezi kumzungumzia Chado, siwezi kumzungumzia Cheusi wala mzee wa misumari katika hicho. Msanii akizingua kama director ulisema? Msanii akizingua weka pembeni, weka mwingine, kazi endelee. Na wewe msanii ukiona kama unazinguliwa, move on, katafute changamoto zingine huko, katafute sehemu ambayo unahisi hautokula ugali nyanya chungu na hautolipwa tena hizo hela ambazo unasema utalipwa hela nyingi, maisha yaende. Sina misumari kwa maana walikuwa hapo sahihi. Kuhusu nini? Kuhusu kuondoka. Na hata Chado alikuwa ipo sahihi kuacha wale waondoke. Maana hicho kisema? No comment. Hapa tunazungumzia. Hapo unajua tukimzungumzia sana Chado, basi tunaweka habari za Chado, lakini hapo upo IRM Production tuna mambo mengi ya kuzungumzia upande wetu. Ndio maana ningesema una kofia nyingi. Unaweza kuwa ni moja kati ya watu ambao wana motivate mambo mengine yapate kwenda. Na hisi swali langu la mwisho hilo kwenye kipengele hiko. Mimi labda niseme kitu kimoja. Hizi brandi hazijengwi kirahisi kiasi hicho. Hizi brandi zinajengwa kwa jasho na damu. Jasho na damu. Sometimes wasanii tuambie tunatumia nguvu gani kutengeneza brandi mpaka tunakuwa hapo. Hapo unaongea kama kiongozi. Tuambie tunatumia nguvu gani au tunawekeza nini mpaka tufikie hatua hiyo. Mfano natolea hata mimi hizo Roma zishapata kwangu. Kuna hivi vinafanyika, vina hiki na mbona sio kama sisi tunafaidika chochote. Hivyo vitu alafu sometimes unakutana na watu wako wa karibu na unazungumza hivyo. Yaani wale watu ambao unaona wa karibu na unazungumza maneno. Mimi unajua nilifanya nini? Nishika simu nikaonesha dashboard.
Tumeanza kuposti lini kazi siku fulani. Sasa hivi sindoweze zimeingia shilingi ngapi hizo? Haya, nyinyi si mnajua mapato na matumizi ambayo yanatumika. Chukueni kalamu na daftari. Vipi? Shilingi ngapi hizo? Haya, hiki kilichoingia dola ngapi? Ziweke zidisha mara hiyo 2400, 2500. Haya, vipi kilichotumika na ambacho kimeingia vipi? Ni the same? Kilichotumika ni kingi kuliko kilichoingia. Vipi? Mbona mnasema kwamba na wanyonya anapiga hela nyingi? Sio sisi, alisema fulani sasa. Fulani anatuambiaga hivi kwamba wewe una hela unatupiga. Madhana uchawi sasa. Anambia huyo fulani mwiteni. Niko busy, niko toka hapa. Unasema kuna hela njoo. Utaambia hizo hela unasema ziko wapi? Umeona sometimes sasa mimi kwa producer wengine hawezi kuonesha dashboard. Sometimes unapata magazabu. Kwa mwisho siku nilivyoonyesha nikamwambia tena hiyo dashboard ya mtu iona tena. Nimeonyesha kwa sababu amjui, yani tunatumia sometimes producer tunatumia gharama nyingi sana kwenye project, alafu project haitupi kama ambavyo tunataka sisi. Hakuna mtu ambaye anapata hela alafu hawezi kuwanyima wafanyakazi wake ama wafanya naye kazi. Sasa itakuwa ni mbaya. Yani mimi napataje hela alafu nyinyi mkose hela? Hata kama kwa hivyo unaweza kuona kwamba kuna watu ambao wanalipwa kiasi fulani na kidogo. Lakini je, uwekezaji mbona wewe kwa ni shilingi ngapi? Kinachopatikana ni shilingi ngapi? Tuko watu 30. Mpewa 3,300 wote, hakuna ambacho kitabaki. Lakini mkipewa 10,000 wote, kuna kitu kitabaki. Simeelewa vizuri? Nimekujibu kikubwa sana, umeelewa? Naomba tumalizie na Genge. Kwa mtu ambaye Genge hajawahi kuitazama. Genge ni nini? Genge ni series ya Uswahilini ambayo ina drama ndani yake lakini ina magic ndani yake. Ni series ambayo inalizungumzia genge ambalo kila kitu ambacho unakitaka wewe unakipata kwenye Genge. Genge ni full package. Yaani unachokitaka wewe kukiona kwenye Genge kipo. Kuna love story, kuna uchawi, kuna umbea, kusuta. Kwanza Genge inakwambia hivi, kusutana na umbea. Genge letu ili genge ni balaa. Ushiriki na kurogana. Yaani mambo Uswahili, sisi tumechukua Uswahili tumetia zetu huku. Kwa hiyo yani zunguka kote, nenda kwenye dunia, ukitoka huko zunguka kote, maliza njoo Uswahilini kwetu huko. Maisha yetu tutana na Genge. No one like Genge. Yaani hakuna kama Genge. Yeah. Mtu ambaye pia bado hajawahi kuitazama Genge, characters ambao wamekuwa included humo, watu ambao wenye majina ambao tunafahamu ama ni watu ambao wapya, tuwape macho na masikio tuweze kuwapokea kwenye kazi zijazo? Wapo wenye majina na ambao walikuwa hawana majina na mpaka sasa hivi wana majina. Yeah. Yaani wapo ambao wapo wenye majina makubwa, wapo humo ndani walikuwa hawana majina kwa sasa hivi wana majina, na mwape masikio na macho kuona kwenye kazi zingine. Yes. Kwanza wenye majina walau kwa uchache wao. Kwenye majina humo ndani kuna Nalabuku mwenyewe si kawaida. Yes, ukimwacha Nalabuku Bey mwenyewe kuna Kakoso humo ndani. Kuna Kakoso. Ndio. Kuna 5 humo ndani. Kuna Sengo MK. Ukaja Sengo MK kuna Bikauye. Kamaliza. Ayupo hapa? Yupo hapa. Yeah. Ukiacha Bikauye kuna Butua Maginga. Ukiacha Butua Maginga kuna Mzidore. Ukiacha Mzidore watu ni wengi. Kuna Chili mwenye mkuu, sini zake hazijapanda tu. Ganga mwenzako huyo? Chili mwenye mkuu. Bado sini zake hazijapanda, ila yeye pia ni miongoni mwa watu. Mwingine alitakiwa kupanda huko ni Makatobe, lakini kasha jambia kwenye maji. Basi hakuna kama hicho kitasikika tena. Mambo atenda mbele. Yes, hao ndio watu ambao ukitaja kwa majina makubwa ni hao. Yes, lakini kuna watu mle walikuwa wana majina na sasa hivi wamekuwa wakubwa nao na natamba nao vijana wao. Nani hao? Ndani humo kuna Jasmine Mikope. Mdada mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, mdada anayemiliki supermarket ndogo mtaa mzima, ni hakuna kama yeye. Hii supermarket ni supermarket ile ambayo ina vitu kabisa, au maana kuna Genge na supermarket. Genge ni jina la movie, supermarket ni aina fulani ya duka ambalo linapatikana huko ndani. Hii supermarket ni ambayo tunajua sisi ile. Anapata shtichi na mbwembo dada, ni duka lake fulani, kiduka tu. Kwa mimi mzungumzie kwa sababu mimi ni asimu wangu, nasema kiduka tu, kiduka mshenzi. Lakini yeye ndo anakiita supermarket ndogo, yani usite duka. Ukita duka hudumiwi. Ukita supermarket ndogo unahudumiwa. Anakuambia ndio supermarket ndogo. Hilo ni duka hilo. Unaambiwa siku ambayo anafungua duka kaita mganga na Kigoma. Anaambia yeye mganga analinda Kigoma, anashtua watu waje waone kwa baba naye
nafungua duka. Zinduzi kwamba muone. Watu ambao ungeka dua, ungekata dua mashehe ambaye watu wangepita tu. Lakini imeka Kigoma, watu wataona hapa kuna wewe kelele, wakija wengine wanaambia nini nafungua duka. Yes, kwa Jasmine Mikopo. Ukiacha Jasmine Mikopo huko ndani kuna mtu anaitwa Kisonoko. Yeah. Kisonoko. Hilo jina la kwanza, hilo jina nimempa. Kisonoko maana yake nini? Bwana wewe Kisokonoko. Yani Kisokonoko ni mtu ambaye namna gani hivyo. Yeye pia ni mtu ambaye alikuwa hana jina lakini sasa hivi kipita ni miongoni mwa favorite actress ambao wanafanya vizuri kwenye Genge. Ikiacha hivyo pia kuna actress mwingine ambaye anaitwa Lukaya Kipini. Hakuwa mtu anamfahamu. Lukaya Kipini. Utaona wote hapo. Hakuwahi kuwa watu wanamjua kia huko, lakini leo hii anakuambia sasa hivi paka nje anabadilisha mimi sasa hivi. Star unampa shida. Sasa hivi unaambiwa hata akipanda dadala kasheshe. Anaambia sasa direct inabidi sasa tufanye mpango wa kuwa na Bolt sasa. Yani changamoto zimekuwa ni nyingi kwake. Zipo sasa hizo. Haya, vijana wanaishi. Ukiacha hapo kuna binti anaitwa G. Ukisikia tu G, mdada mmoja G. Ilisha hiyo. Wewe G unala naye ni dada fulani hivi. Sisi ndani tunamuita Yami kwa sababu ni mtu fulani hivi mwenye kiumbo fulani hivi. Mdoto ukikutana naye kitovu kiko nje. Yami huyo. Yani usiende kuangalia kwa Yami utakumwona Yami njoo hapa ndani. Hiyo point wa G ni actress ambaye anafanya vizuri na yeye. Wapo actress wengi ambao wanafanya vizuri kwenye Genge kwa upande wa wanawake ambao watu walikuwa hawajui lakini mpaka leo hii watu wanawajua na wao hata wenyewe. Kwa mfano Jasmine Mikopo ananiambia ni mtu anayechola na kupamba sana kwenye masherehe. Kwa na masherehe yako kimwita na kupamba makeke anatengeneza. Yaani ananiambia anapata changamoto sasa hivi kwamba matangazo. Sio matangazo na soko. Anafanya biashara zake hivyo. Anakuambia sasa hivi hata thamani ya kazi yake imepanda kwa sababu watu wanamuona kwenye Genge. Yaani hamchukuli kizembezembe. Hata sasa hivi anakuambia nafanya kazi zangu kwa sababu Jasmine Mikopo mdada mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Watu wanampa ile appreciate. Kwa hiyo Genge ndio hila hapo tunaenda nalo. Mungu akisaidia tunaenda mpaka episode ya 100. Lakini tuna jambo jipya ambalo tunaliandaa ni kali na kubwa. Nadhani pia tukitaka kuilaunch Nyundo TV mtakuepo. Tutalaunch wakati tunaifunga Genge, tunapandisha pia jambo jingine jipya ambalo siwezi kusema inaitwaje hivyo, si unajua tena. Binadamu wana ndele sana. Mathalani wasanii wako kwa bahatika kuitazama hii interview. Kitu gani ambacho mtu akikifanya kwako basi achukue nguo zake aondoke? Nidhamu ya kazi. Mimi bwana sicheki na yote kwenye kazi yangu. Hata uwe nani. Yaani hata uwe msanii mkubwa kiasi gani. Kwanza mimi na sheria na kanuni zangu nakupigia simu mara 3. Usipopokea sikupigii tena simu. Simu 3. Hujanitafuta mimi sikutafuti tena. Kwa sababu kwanza ya pili ya 3 hapana. Ulikuwa umelala? Sasa nitafute. Ukiamka nitafute. Utakuwa umelala siku 8, siku 9, siku 10. Hivyo mtu ambaye aheshimu kazi. Unatakiwa ufike kwa wakati umekubaliana muda fulani ufike na una sababu ya msingi. Kwanza wanaelewa mistake na yote kwenye kazi. Mtu ambaye sicheki na yote kwenye kazi ni mimi. Sipendi dharau na nataka kazi tu. Kwa mtu ambaye aheshimu kazi, hana nidhamu ya kazi, mimi kwangu ni adui yangu kwenye maisha yangu. Na wao wanajua. Nacheka nao vizuri, wananiita Big Daddy. Ni kweli mimi baba wao mkubwa. Lakini unapofika wakati wa kazi, sicheki na yote. Wao wanajua mzee ana sura 3 ama hicho hilo lina hatari. Kanae mbali au mtafute kwa muda mzungumza naye umwelekeze ilikuwaje. Yes. Kwa mtu asipoheshimu kazi mimi abebe begi lake aondoke. Hata awe bora kiasi gani, hata awe main character. Tutakubadilishia tu. Mimi nitabadilisha maisha yaende. Ubora wa Genge, nani ambaye anatakiwa agewe maua yake? Tumpe mtu maua yake akiwa hivyo hai. Cha kwanza bora wa Genge tumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumpe maua yake kwa sababu tulianza hatuna viewers hata mmoja, lazima tumshukuru Mungu. Mungu ndo tunaanza kumpa maua kwa kulifanikisha Genge letu. Lakini ukiacha hivyo Genge pia wasanii mimi nawapa maua kwa ujumla. Wamelibeba wazo na mwandishi vizuri. Wamelibeba. Wasingelibeba wazo vizuri kusingekuwa na hilo, yani lisingekuwa nazungumzika Genge wala na kupendwa na watu wengi. Yes, hao ni watu wa pili kupewa maua. 3 crew yangu. Crew kuanzia kameramani, maedit wanafanya kazi kubwa. Kuna DOP Sam Skills, kuna DOP Joe wamefanya kazi kubwa sana. Ukiacha hivyo pia kuna editor wangu Makiskisi anafanya kazi kubwa sana.
anafanya vitu vya hatari. Ukiacha hivyo kuna Kevin Action ndio mtu wa my effect. Anafanya watu kupaa, analabuka anaweka kwenye miti watu. Analabuka anaogopeka, analabuka anafanya vitu vile, anatamba. Ni kwa sababu ni mtu wa VFX ambaye anafanya vizuri sana. Nampenda kwa sababu ni mtu ambaye anaelewa pia namna gani ambavyo anapenda mimi katika kazi zangu. Ukiachana na crew, mwandishi wa hadithi hii Fred Yansi amefanya kazi kubwa sana kulitengeneza wazo. Unajua Genge mimi ndio creative, yani mimi nimecreate lile wazo. Nimecreate vizuri, nikamweleza nataka hiki na hiki. Yeye ndo ameandika script zote zile. Kwa mtu ambaye ameandika dialogues zile watu wamezungumza, ni kitu kikubwa sana kwake pia. Kwa naye tunampa mawazo yake kuweza kulifanyikisha hivyo. Watu wa mwisho ni mashabiki. Mashabiki wameipokea kwa nafasi kubwa. Wameifanya kuwa kubwa. Genge haina namba YouTube. Lakini nenda mtaani, pita library, fanya survey yako tu, hata mtaa unatokea. Hauwezi ukatembea library 10 ukashindwa kukosa library 8 Genge wanayo. Alafu uulize Genge vipi? Inatoka, watakwambia Genge habari ya mjini. Wasipowekewa wanakwambia mbona Genge hujaniwekea? Niwekea Genge, mbona movie gani? Footage zingine wekea Genge. Ndio kwa sababu Genge ni kitu ambacho anafanya vizuri. Kwa hiyo tunawashukuru pia mashabiki na watu ambao tunawapa maua, wametusupport kuanzia episode ya kwanza mpaka sasa hivi toka episode ya 58 na tunasemaje mpaka 100. Mpaka waseme basi tumeichoka. Basi tunaambia sasa tunabadilishia, lakini Genge na msimu wa kwanza na msimu wa pili. Kwa hata kama akiona tumefunga msimu wa kwanza, kuna msimu wa pili ndio chuma kwa chuma, cheche kwa cheche. Naomba nikuulize swali ila samani kama nitakuwa na kugombanisha kidogo. Nilizungumza na Chenga afande Kofia vile ambavyo tumemfahamu kwenye tamthilia ya Mission Impossible na Pressure wala kwa Chache ilikuwa ndugu yako Chedi Master. Tumezungumza mengi sababu za yeye kutoka kule kuja huku. Nilitamani nifahamu kusikia kutoka kwako vile ambavyo umempokea, vile ambavyo umekuja. Kuna namna yote ambavyo umempokea kinamna kwa kutengeneza ubaya na Chado, ama kuna amani kati ya wewe na Chado kama kiongozi mwenzako wa kambi? Na Zungu pia nimemuona kambini kwako hapa. Na sio Zungu tu, kuna wengine hujawaona. Kama nani? Tunaona kwenye Genge au kazi mpya. Wametoka kwa Chado hao. Wameondoka kwa Chado? Hao wote wametoka kwa Chado. Najibu swali lako la kwanza sasa. Mbona unanibandanishia? Kwanza mimi sina changamoto yote na Chado. Kwa sababu Chado ni kiongozi mwenzangu, ni producer mwenzangu. Kwa changamoto anaopitia mimi naelewa. Changamoto za wasanii nazielewa vizuri sana. Kwa hiyo ukiniambia nichague upande, kwa 90% zawezekana nika upande wa Chado. Lakini navaa viatu kama msanii, naelewa pia changamoto za producer. Yes. Lakini mimi nimempokea Chenga kwa sababu aliniambia jambo lake limeisha, mkataba wake umeisha, majambo yake yameisha na hivyo. Na wakati nafanya kazi na Chenga kulikuwa kuna hizo romance kwamba vijana wangu wameondoka, kuna hizo vurugu zimetokea juzi. Lakini mimi Chenga sasa hivi Chenga niko naye mwezi wa 3. Naye mwezi wa 3 nafanya naye kazi. Prince na mwezi naye wa 3 na hao wengine ambao hujawaona. Mwezi wa 3. Kwa nilikuwa sijui kama kuna hizo changamoto ambazo zimetokea, hizo quarrels zinatokea hivyo, hapana. Ndio maana unamuona hata kama Chenga hakuna media yote ambayo ilimfuata kwanza unaeka hiki kama alikuwa ameondoka kwa ubaya na labda Prince hakuna. Kwa hiyo mimi nafanya nao kazi vizuri, na kwa sababu pia Chenga aliona kazi akanitafuta. Chenga alikuwa anaona ni mtu anafuatilia. Kwa alivyoona Genge akaambiwa akamtafuta producer wa Genge, akanitafuta, tukaongea, tukazungumza, tukakutana, tukawekeana misingi, tukasema tufanye kazi, tunafanya kazi. Na pia same Prince na wengine hao hivyo. Kwa hiyo mimi sina changamoto na Chado, sio mwanangu Chado. Ila na appreciate tupo kwenye group moja la New Icon. Unajua sisi tuna umoja wetu wa YouTuber. Tupo mle kwenye group na sometimes kwenye vikao vile, lakini sio ana, ila tunakutana kwa sababu we are family vile ya. Kitu ambacho nimesahau kukuuliza, labda ungetamani kushare na Watanzania na viewers wako, chochote kile ambacho unahisi ni cha msingi zaidi wewe kuongea. Yeah. Mimi jambo la msingi ni kuweza kuwaomba tu mashabiki zetu wa IRM Production Plus na channel zetu zingine ambazo tunatarajia kuangusha movie zingine, kwa sababu sasa hivi tuna channel pia zingine ambazo tunatarajia kuangusha movie. Tuna mpango wa full package ya full movie tu, sababu wengine napenda vitu nusu nusu. Full movie pamoja na hizo series zingine. Kwa hiyo waendelee kutusupport. Ambapo tunakosea, tunakwama, ni namna tu ambayo tunatamani kutengeneza vitu vizuri. Na sasa hivi tumeenda mbali, tunapost kila siku. Mtu support, kwa sababu
kuposti kila siku sio kazi rahisi kiasi hicho. Tukikwama siku 2 siku 3 pia mtuvumilie, msione kama sisi ni miusho na wazinguaji. Timu yangu inapambana sana kuhakikisha kwamba kila kitu kinafanyika kwa wakati na nyinyi mashabiki zetu mnapata. Tunawapenda sana na mtamani na mtarajie kupata kitu kikubwa tena kutoka kwetu kwa kazi mpya nzuri. IRM Production si sehemu ya vibunge vya mavurugu. Kuna producer wengine na wasanii wengine wanapotoka. IRM Production ni sehemu ya kufanya kazi. Kwa hiyo jambo kubwa ni kuwaomba mashabiki zetu ambao mnaangalia YouTube, ambao mnatuangalia kwenye majumba huko ndani ya nchi na nje ya nchi, muendelee kutusupport, kusubscribe, kulike na kucomment na kushare kazi zetu, na kwa support yoyote, kwa sababu tuna group letu la WhatsApp. Ukiingia pale kwenye page yetu tumeweka namba, una join kwa ushauri na maoni, tunapokea na tunafanyia kazi. Lakini pia tuwashukuru wale mashabiki ambao huwa wanatusupport sana. Kuna mashabiki wanatusupport sana kwenye magroup yetu. Una mashabiki zangu kutoka Kenya, kutoka Dubai, Marekani, ni watu ambao wanatusupport sana kwenye majambo. Hata mkisikia kuna changamoto na nataka kujua tunaanzia wapi kuisolve, yani ni watu ambao mnajali hivyo. Kwa hiyo mtarajie kazi mpya baada ya Genge, au ndani ya Genge kutakuwa na jambo jingine kubwa na zuri ambalo litakuwa na wale waigizaji wenu pendwa ambao mnawapenda na namna nyingine hivyo. Ila tunawapenda sana. Mimi kama mkurugenzi, nikisema kama nakuwa kama nakosea, nikiwa mkurugenzi wa IRM Production, nawapenda sana na muendelee kutusupport hivyo. Akiwa mkurugenzi wa IRM anasema anawapenda na anawapenda sana, muendelee kwa support. Hivyo ndivyo ambavyo yeye binafsi amemaliza, lakini mengi zaidi tumezungumza hasa kuhusiana na kazi zao. Tayari umeshamsikia mkurugenzi amezungumza. Nafasi ni ya kwako, yeye ameongea kwake na wewe unaweza ukazungumza kwako kwenye uwanja wa comment hapo. Tuambie chochote ambacho unahisi kitakuwa na busara zaidi kuhusiana na hiki ambacho amekizungumza. Kama kuna kitu ambacho amezungumza umekipenda, sema nimekipenda. Kama kuna namna yote ambavyo hujakipenda, msamee, yeye ni binadamu. Unaweza ka comment lakini usicomment matusi. Na jambo la mwisho nataka kushauri kwa wasanii. Wasanii kwenye maisha, jambo la kwanza, tafuta nafasi. Ukishapata nafasi, onyesha uwezo, namba 2. Ukishaonyesha uwezo, cha 3, tengeneza jina. Ukitengeneza jina likawa kubwa, utatengeneza pesa. Hakuna hatua ya kutembea bila kutambaa. Hakuna. Yani unaanza tu ukai ufanyeje unaanza kutembea. Hakuna kwenye maisha hayo. Hakuna miujiza hiyo. Kila kitu kina hatua na utaratibu. Wanakuambia kwamba angalizo, si kila ambaye hajafanikiwa alikuwa hana jitihada. Yani si kila ambaye hajafanikiwa kwenye maisha haya hakuwa na jitihada. Ila kuna kanuni alizikosea. Maisha ni kanuni. Yani maisha yana kanuni ya kupata. Unaweza kuwa na kila kitu lakini usiweze kupata kwa sababu hutumii kanuni. Mimi nashukuru sana kwa muda wako. Asante.